Binadamu wengi wana kawaida ya kuokota vitu vilivyotupwa wanapohisi vinaweza kuwa na thamani fulani kwenye maisha yao. Inawezekana hata wewe ambaye unatazama video hii muda huu unayo tabia ya kuokota vitu mbalimbali ambavyo huwa vinatupwa njiani unapohisi vina msaada fulani kwenye maisha yako. Ninaamini utakapotazama video hii mpaka mwisho, hautarudia kuokota baadhi ya vitu ambavyo vimetupwa njiani. Kwani vipo baadhi ya vitu ambavyo ukiviokota tu vinakwenda kufungua milango ya matatizo, nuksi, mikosi na umaskini kwenye maisha yako. Katika video hii nitakwenda kukuambia vitu vitano ambavyo hautakiwi kuviokota njiani hata kama vinaonekana kuwa na thamani fulani kwenye maisha yako. Kwani vitu hivyo utakapovichukua na kuviingiza kwenye maisha yako vitakwenda kukuletea matatizo makubwa ambayo haukutarajia. Kama nawe ni moja kati ya wanadamu wanaotamani kuvijua vitu hivyo, amini video hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Vifuatavyo ni vitu vitano ambavyo hautakiwi kuviokota pindi vinapokuwa vimetupwa njiani hata kama vinaonekana vina thamani fulani katika maisha yako. Namba 1, pete. Pete ni miongoni mwa vitu ambavyo binadamu mbalimbali huvivaa kwenye vidole vyao wakiwa na tafsiri zenye maana tofauti tofauti. Wapo ambao huvaa pete kwenye vidole vyao wakimaanisha ni wachumba wa watu fulani, lakini wapo baadhi ya wanadamu ambao huvaa pete kwenye vidole vyao wakimaanisha thamani ya utajiri ambao wanao kwenye maisha yao, lakini wapo baadhi ya wanadamu ambao huvaa pete kwenye vidole vyao wakimaanisha mamlaka, na wapo baadhi ya wanadamu ambao huwa wanavaa pete kwenye vidole vyao kwa sababu ya imani fulani ambazo wanazo kwenye maisha yao. Kwani hujawahi kusikia kuna pete za utajiri, pete za majini na pete za imani mbalimbali ambazo sijazizungumzia hapa? Hivyo kila anayevaa pete kwenye kidole cha mkono wake huwa anakuwa ana tafsiri ambayo anaijua mwenyewe. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, pamoja na kuwa vipo vitu mbalimbali ambavyo unaweza kuviokota na kuvitumia kwa sababu vinaonekana kuwa na thamani fulani kwenye maisha yako, lakini kamwe usipende kuokota pete na kuivaa kwenye kidole chako, kwa sababu pete ni moja kati ya mambo ambayo yanaweza kukuingiza kwenye kifungo fulani cha kiroho bila wewe mwenyewe kujua. Zipo shahidi mbalimbali za wanadamu ambao waliwahi kuokota pete na kuzivaa kwenye vidole vyao wakajikuta wamefunga ndoa na majini bila wao wenyewe kujua. Lakini wapo baadhi ya wanadamu ambao walipookota pete na kuzivaa kwenye vidole vyao, pete hizo ziligoma kutoka. Wapo ambao mpaka walilazimika kukata vidole vyao. Lakini wapo baadhi ya wanadamu ambao walipookota pete na kuzivaa kwenye vidole vyao walijikuta wakianza kukabiliwa na mambo ya kishirikina, yani ulimwengu wa kiroho ulianza kufunguka katika maisha yao, ukiwaletea vitu mbalimbali ambavyo hawakuvihitaji kwenye maisha yao, ikiwa ni pamoja na kukutana na viumbe wasiokuwa wa kawaida, kupata ndoto mbaya, milango ya mafanikio kuanza kujifunga, kujikuta wakiingia kwenye vifungo mbalimbali bila wao wenyewe kujua. Ni kwa sababu tu walivaa pete ambazo hawakujua asili yake hasa ni wapi. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, kuna nyakati unaweza ukawa unawindwa na washirikina au viumbe ambao hauwezi kuwaona kwa macho ya kawaida, wakiwemo majini. Kwa sababu majini au viumbe wasiokuwa wa kawaida wanaujua udhaifu wako wa kupenda kuokota vitu mbalimbali, watakutegesha pete katika njia ambayo unapenda kuipita, kwa sababu wanajua kabisa hautaweza kuiacha pete hiyo. Utakapoiona pete hiyo utaichukua na kuipenda, kisha utaivaa kwenye kidole chako, kwa sababu umeichukua pete hiyo kwa hiari pasipo kulazimishwa na mwanadamu yeyote, na kuivaa kwenye kidole chako bila shinikizo lolote.
katika ulimwengu wa kiroho, inamaanisha umekubaliana na kila kitu ambacho kimewekwa katika pete hiyo. Ina maana kama ni agano la kuingia kwenye mahusiano na kiumbe asiyekuwa wa kawaida, inamaanisha umeridhia kwa hiari yako. Kama kuna maagano mbalimbali ya kichawi yalifanyika katika pete hiyo, ina maana umekubaliana nayo. Na ndiyo maana wakati mwingine inawezekana pete hiyo imewekewa maagano ya magonjwa. Labda kuna mtu ameinuia ili mwanadamu atakayeiokota aweze kuchukua maradhi pamoja na matatizo mbalimbali ambayo anayo kwenye maisha yake na kumhamishia mtu ambaye ameiokota pete hiyo. Hivyo baada ya hapo utajikuta umeanza kukutana na mambo yasiyokuwa ya kawaida. Kwa sababu hiyo, ninakushauri kama wewe ni mwanadamu ambaye hautamani hayo ya kutokee, epuka kuokota pete katika mazingira yoyote ikiwa haujui pete hiyo ni ya nani na asili yake ni wapi. Namba 2, kamwe usiokote sarafu ambazo zimewekwa kwa mpangilio fulani. Moja kati ya mambo ambayo natamani kila mwanadamu ambaye anatamani kuishi maisha yasiyokuwa na vizuizi vya kiroho aweze kuijua ni kuwa sarafu ni miongoni mwa vitendea kazi vya kiroho ambavyo binadamu wengi hupenda kuvitumia kwa ajili ya kuhamisha mikosi yao, nuksi, matatizo, tabu na changamoto mbalimbali za maisha yao na kuwahamishia binadamu wengine. Yapo matambiko mbalimbali katika ibada za kishirikina ambayo huwa yanafanyika yakihusisha sarafu. Baada ya matambiko hayo kufanyika, mikosi, nuksi na changamoto za mwanadamu yakiwemo magonjwa makubwa hutupiwa katika sarafu, na kisha sarafu hizo huenda kutupwa katika mpangilio maalumu. Zinaweza zikawekwa katika mtindo wa duara, pembe tatu ama umbo fulani. Mara nyingi sarafu hizo huwa ni kwa ajili ya kumtega mtu fulani. Yule ambaye atakwenda kuziokota atakwenda kubeba matatizo, changamoto, maradhi na nuksi za mwanadamu ambaye alizitumia sarafu hizo katika ibada. Jambo ambalo unatakiwa kulijua, kitendo cha wewe kuokota sarafu hizo na kwenda kuzifanyia matumizi, utakwenda kubeba matatizo mbalimbali ya yule ambaye alizifanyia kafara au matambiko sarafu hizo, na baada ya hapo utajikuta unaanza kupitia maisha ambayo haukustahili kupitia. Magonjwa mbalimbali makubwa yataanza kukuandama, njia za mafanikio zitaanza kujifunga, na huenda wakati mwingine hata nyota yako ambayo ilikuwa inakusaidia kupata mafanikio ambayo unayo itakwenda kuibiwa ama kuchafuka kabisa. Na kwa sababu hiyo utajikuta wewe ni mwanadamu ambaye unakuwa na mikosi, nuksi, bahati mbaya na umaskini. Ninakushauri, haijalishi wewe ni mwanadamu mwenye dhiki kiasi gani katika maisha yako, utakapoona sarafu zimetupwa katika mpangilio fulani, usiokote, kwa sababu huenda ukaenda kukaribisha matatizo ambayo haukustahili kwenye maisha yako. Namba 3, kioo. Kioo ni moja kati ya vifaa ambavyo binadamu wengi huvitumia kwa ajili ya kujitazama. Inawezekana hata wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanapenda kujitazama katika kioo kwa ajili ya kuhakikisha urembo wako unaendelea kutaradadi, na kama wewe ni mwanaume, basi ili utanashati wako uendelee kuwavutia watu wengi. Pamoja na kuwa kioo ni kifaa cha muhimu kulingana na uhitaji wako, lakini kamwe usipende kuokota kioo ambacho haujui ni cha nani na asili yake ni wapi. Moja kati ya siri ambayo unatakiwa kuijua na kuiweka akilini, kioo ni mlango wa kiroho, yani spiritual portal, ambao unaweza kuvusha nguvu za kiroho kutoka ulimwengu wa kiroho kuja katika ulimwengu wa kimwili. Lakini kioo pia ni moja kati ya mambo ambayo washirikina wanaweza kuyatumia kuiba nyota ya mtu mwingine ama kumweka mtu mwingine kwenye kifungo ama kumsababishia matatizo, kwani kioo kinaweza kuvusha nguvu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ninapozungumzia kioo, ninaamini binadamu waliowahi kwenda kufanya ramli kwa waganga wa kienyeji watakuwa wananielewa vizuri, kwani wapo baadhi ya waganga ambao hutumia vioo kwa ajili ya kuwatazama watu mbalimbali ambao walifanya matukio fulani au watu ambao wapo katika maeneo mbalimbali, ikiwa tu wanataka kujua watu hao wanafanyaje. Yani katika ulimwengu wa kishirikina, wakati mwingine kioo huwa ni kama CCTV kamera. Hivyo kitendo cha kuokota kioo ambacho haujui asili yake ni wapi
na kukipeleka katika nyumba yako, utaanza kuingiza nguvu ambazo haujui zinatokana na nini kwenye makazi yako. Wakati mwingine utafanya makazi yako yawe ni mlango wa kuhamisha viumbe mbalimbali wa kiroho kutoka katika ulimwengu wa kiroho na kuja katika ulimwengu wa kimwili. Utajikuta umevamiwa na viumbe mbalimbali wa kiroho katika mwili wako bila wewe mwenyewe kujua, lakini makazi yako yatakwenda kutawaliwa na nguvu mbalimbali za kiroho ambazo hauzihitaji, na mara nyingi lazima zitakuwa ni nguvu za giza, kwani wakati mwingine binadamu washirikina hutupa vioo kwa makusudi ili atakayeokota vioo hivyo ambavyo tayari wanakuwa wamevifanyia matambiko fulani waweze kumtumia katika mambo yao ya kichawi bila yeye mwenyewe kujua. Kwani hujawahi kusikia kuna mtu ambaye alionekana akiroga sehemu fulani hali ya kuwa si mchawi, lakini watu walisema kuwa walimuona usiku? Ni kwa sababu kioo ambacho alikitumia kujitazama, washirikina waliweza kuiba taswira yake kupitia kioo hicho, kisha wakaenda kuitanguliza taswira yake mbele katika shughuli zao za uchawi, na watu walipowaona wachawi hao waliiona taswira yake. Hivyo unaweza ukajikuta unaonekana ni mchawi katika jamii ambayo unaishi hali ya kuwa haujui hata mambo yanayohusiana na uchawi. Nachojaribu kusema ni kuwa kioo ni mlango ambao unaweza kutumika kuingiza nguvu mbalimbali za kiroho pamoja na viumbe wa kiroho katika makazi yako, lakini pia kioo hicho hicho kinaweza kutumika kuiba taswira yako ikaenda kutumika katika shughuli mbalimbali za kishirikina. Lakini wakati mwingine kioo kinaweza kutumika kukuona ukiwa katika maeneo mbalimbali ukifanya shughuli zako mbalimbali na watu ambao wanahitaji kukufuatilia katika ulimwengu wa kiroho. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao hawatamani yote haya yaweze kuwatokea, tafadhali usikubali kuokota kioo na kukifanyia matumizi katika maisha yako bila kujua asili ya kioo hicho. Namba 4, nguo. Unajua, ukiangalia mahitaji mbalimbali ya mwanadamu utagundua mwanadamu anahitaji makazi, mwanadamu anahitaji malazi, mwanadamu anahitaji chakula, lakini mwanadamu anahitaji mavazi. Hivyo mavazi ni jambo la msingi sana ambalo kila mwanadamu anatamani kulitimiza kwenye maisha yake, lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, pamoja na umuhimu wa mavazi katika maisha yako, lakini kamwe usiokote mavazi ambayo haujui ni nani ameyatupa au asili yake hasa ni wapi. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu mavazi ni moja kati ya vitu ambavyo huwa vinaendelea kubaki na DNA na RNA za mtu ambaye alikuwa akivitumia mwanzo. Kitendo cha kuokota na kuanza kuvitumia vitu hivyo, kumbuka wewe na yeye mtaanza kushare utu, yani DNA zako na DNA zake zitaungana kwa pamoja. Pamoja na kuwa unaweza ukapata magonjwa ya kibiolojia ambayo alikuwa nayo mwanadamu ambaye alizitumia nguo hizo kwa mara ya kwanza, lakini bado katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu ninyi mtakuwa mmeshia nguvu zenu, utajikuta umepokea nguvu ambazo hauzihitaji. Kwani inawezekana mwanadamu ambaye alikuwa anazitumia nguo hizo kwa mara ya kwanza ni mtu mwenye negative energy, hivyo nawe utajikuta umebeba negative energy. Utakwenda kufungua milango ya mikosi, nuksi na bahati mbaya zisizoisha katika maisha yako. Hivyo ninakushauri, haijalishi wewe ni moja kati ya wanadamu wenye shida katika maisha yao kwa kiwango gani, usithubutu kuokota nguo ambazo zimevaliwa na mtu mwingine na kuanza kuzivaa ikiwa haujui asili ya nguo hizo ni wapi na mmiliki wake wa kwanza ni nani. Namba 5, kamwe usiokote wallet ambayo haujui mmiliki wake ni nani na kuanza kuitumia katika maisha yako. Maeneo mbalimbali ya kutunzia pesa yanapofanyiwa matambiko mbalimbali kulingana na lengo ambalo mfanya tambiko amelifanya, yanaweza kuleta matatizo makubwa kwenye maisha yako endapo utaingia kwenye mfumo wake. Moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuvijua na kuviweka akilini katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, kuna kitu kinaitwa chuma ulete. Watu wanaweza kufanya uchawi wa chuma ulete katika maeneo mbalimbali, na eneo mojawapo ambalo binadamu wanaweza kulifanyia uchawi wa chuma ulete ni kupitia wallet au pochi ambayo utakuwa unaitumia. Inawezekana kabisa mtu akawa anahitaji fedha kwa njia za kishirikina, hivyo
atanunua pochi au wallet na kuifanyia matambiko mbalimbali, ama kuiwekea uchawi wa chuma ulete, kisha ataitupa. Yeyote ambaye ataiokota kwa sababu inaonekana kuwa mpya na kuanza kuhifadhia fedha zake, basi atajikuta fedha hizo zikipotea katika namna ambayo haelewi zimepoteaje. Kwa sababu hiyo, sitamani nawe uwe moja kati ya binadamu ambao wataingia kwenye mtego huu. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakia wakati mwema, tukutane tena katika video ijayo.